Haleluya, wapendwa watazamaji wa kipindi kizuri cha mjumbe wa agano hapa duniani. Na bado tunaendelea na semina yetu hii ya mjumbe wa agano hapa duniani. Na bado tunaendelea na somo letu la ujenzi wa kanisa halisi. Na tupo katika taa ya 4 kiasi. Na tukajua kwamba kiasi ni kitu gani. Tumejifunza katika masomo hayo ya nyuma tukaelewa. Lakini leo tunataka tuangalie sabato halisi. Sabato ni kitu gani? Sabato ni pumziko. Sabato ni pumziko ambalo Mungu aliwapa wana wa Israeli baada ya juma moja, juma linapoanza lingine, basi kuwe na sabato, watu waweze kupumzika namna hiyo. Lakini aliwapa sheria ya kwamba watakapokuwa wanapumzika namna hii, inakuwa ni siku ya Bwana, wanaenda kuitakasa, wanachinja wanyama, baadhi ya wanyama wanachinja namna hii. Wakishachinja namna hii, alafu wanamwaga damu ile katika ile madhabahu na katika ile pazia. Na alikuwa anaingia kuhani mmoja mkuu kila mwaka, unaweza kuona. Lakini pia tukaambiwa katika kitabu cha Yohana mlango wa kwanza mstari wa 16 mpaka 18, Roho wa Mungu anasema kwamba Torati na manabii zililetwa na mkono wa Musa, lakini neema na kweli zimekuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Ina maana leo hatuongozwi na sheria ya Musa, lakini tunaongozwa na neema. Na watu wengi hawajui kwamba neema ni kitu gani. Neema ni kipawa cha Mungu kinachotufundisha sisi kukataa tamaa zote za kidunia na ubaya wa kila aina. Ndio inaitwa neema. Na unaweza ukawa unaishi namna hii, unaendelea na tamaa zako za kidunia na vitu vingi namna hii, ukajua labda unaishi kwa neema. Hapana, unakuwa unaishi tu kwa sababu ilikupasa kuishi. Lakini kuishi kwa neema manake ni kuishi kwa kufundishwa na Mungu mwenyewe, kukataa tamaa zote za kidunia na mambo yote ambayo si mazuri, tamaa za kidunia na mambo yote yaliyo mabaya. Sasa tumeambiwa kwamba neema na kweli zimekuja kwa mkono wa Yesu Kristo, Yohana 1 mstari wa 16 mpaka 18. Lakini silo tu, sabato ilikuwa ni pumziko. Sabato ni pumziko. Na maana Mungu alifanya kazi siku 6, lakini siku ya 7 akapumzika. Ile siku akaibarikia, ikawa ni siku yake. Lakini pia huo ulikuwa ni unabii, kama jinsi tulivyoona kwamba siku moja kwa Bwana ni sawa na miaka 1000. Na tukaona kwamba tuko katika siku ya 7 halisi. Hii ndo pumziko halisi. Lakini Yesu Kristo alivyokuja alisema, mimi ndiye Bwana wa Sabato. Mimi ndiye mtawala, yani mimi ndiye mtawala wa Sabato. Mimi ndiye Bwana wa Sabato. Na Bwana wa Sabato kwa sababu gani? Akasema hapo katika kitabu cha Mathayo 12 mstari wa 5 mpaka wa 8, akajitambulisha kwamba yeye ndiye Bwana wa Sabato, kwa sababu hawa wanaoshika Sabato kipindi kile walishangaa jinsi ambavyo alikuwa anafanya kazi hata siku hiyo waliokuwa wanaita Sabato. Unaweza kuona. Kwa hiyo alikuwa anafanya kazi namna hiyo ya kufanya mema, akisema kwamba yeye ndiye Bwana wa Sabato. Lakini ukiangalia kitabu cha Mathayo hiyo mlango wa 11 mstari wa 28 mpaka mstari wa 30, Mungu anasema ya kwamba Yesu Kristo anajitambulisha kwamba yeye sasa ndiyo Bwana wa Sabato. Anawaita watu, anatoa wito sasa kwa watu. Anasema, njoeni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawasabato. Manake nami nitawapumzisha. Kwa sababu ile Sabato ilikuwa na lengo moja tu, watu wasifanye kazi nyingine yoyote, waende wakatoe sadaka ya kuchinjwa. Na kulikuwepo na makuhani, kulikuwepo na Walawi ambao kazi yao kubwa ilikuwa ni kupokea zile ng'ombe, zile mbuzi, zile kondoo
kwa ajili ya kuchinja, kwa ajili ya kunyunyiza ile damu iweze kufuta, iweze kuficha, iweze kuficha ile dhambi ya watu waliofanya katika hiyo wiki. Lakini leo tunaye kuhani mkuu ambaye yeye amekuja na agano jingine tofauti na lile la kwanza. Ndio maana anasema neema na kweli zimekuja kwa mkono wa Kristo. Kwa hiyo yeye Kristo Yesu ndiye sabato halisi, na siku yake ya sabato ndiyo hii miaka 1000 ambayo imeingia sasa na mjumbe wa agano. Sio siku ya Jumamosi kama wanavyosema hawa manabii wengi wa uongo ambao wanawataabisha watu na kuwafundisha kinyume na maagizo ya Mungu. Kwa hiyo Mungu akupe neema kuyajua haya, kwamba siku ya sabato sio siku ya juma, ni miaka 1000 ya utawala wa Yesu Kristo. Hiyo ndio inaitwa siku ya Bwana, siku ya sabato, sabato halisi. Maana sisi saa hizi tunanyakuliwa kutoka katika yale maongozi ya shetani ya uongo, alafu tunaingia kwenye maongozi ya Mungu ya kweli. Tunaepukana sasa na tamaa zote za kidunia na mambo mabaya. Tunaepukana na dhambi zote. Tunasafishwa kwa damu ya Yesu Kristo, kama jinsi ambavyo anasema katika kitabu cha Waibrania mlango wa 4 mstari wa 4 mpaka 13. Anasema kuna siku nyingine ambayo iliwekwa tofauti na ile siku ambayo walikuwa wameiweka kipindi kile cha Musa. Unaweza kuona. Kwa hiyo kipindi cha Musa waliweka siku ya juma, lakini hapa katika Waibrania mlango wa 4 mstari wa 4 na kuendelea anasema ameweka siku nyingine ya raha ya sabato, ambayo raha ya sabato hiyo ni miaka 1000 ya utawala wa Yesu Kristo hapa duniani. Ndio maana anaita sasa, anasema joeni kwangu ninyi nyote mliolemewa na mizigo, nami nitawasabato, nami nitawapumzisha. Maana yeye ndiye Bwana wa sabato, yeye ndiye mtawala wa pumziko. Kwa hiyo tunaingia kwake, tunapumzika milele, tunakuwa hatuna hatia tena, tunakuwa hatuhesabiwi uovu tena kwa damu yake. Kwa sababu damu ya mbuzi, damu ya ng'ombe, damu ya vitu vyovyote vile vilikuwa na laana, lakini ilikuwa ije damu ya Yesu Kristo ambayo italeta mapumziko halisi, watu waweze kuingia katika ile raha ya milele, wapumzike milele. Lakini leo watu wengi ambao wanadanganywa na hawa manabii wa uongo, wanaoota ndoto na kuona maono ya uongo, bado wanarudishwa katika ile agano la kale. Agano la kale lilikwisha na lilikuwa ni kiongozi la kutuongoza na kutupeleka kwa sabato halisi ambaye ni Yesu Kristo. Tuingie kwake. Yeye Yesu Kristo ndiyo neno halisi, neno la Kristo. Ukisoma Waibrania mlango wa 4 pale mstari wa 4 mpaka 13 anasema maana neno la Mungu li hai, nalo lina nguvu, nalo lina uwezo wa kuharibu mawazo na fikira na nyama na kila kitu, na kuangamiza kila kilicho kibaya, na kuwaweka watu huru waingie katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo usije ukadanganywa tena na kupotoshwa na hawa manabii wanaowarudisha watu nyuma kwenye enzi ya Musa. Enzi ya Musa ya sabato ya juma. Hiyo sio sabato, kama jinsi anavyosema katika Wakolosai mlango wa 2 mstari wa 16 na kuendelea pale mpaka 32. Anasema mtu yeyote asiwadanganye na wala asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea namna hii, akijifanya kwamba yeye anajua habari ya sabato. Sabato anasema mtu asiwahukumu kwa habari ya siku, kwa habari ya mwandamo wa mwezi, au kwa habari ya sabato, kwa sababu sabato halisi ni Yesu Kristo mwenyewe, ambayo leo tumeingia katika uhalisia wa siku yake ya Bwana. Na sabato halisi ni miaka 1000 ya utawala wa Yesu Kristo hapa duniani. Tunapumzishwa na dhambi zote na mauti na tamaa zote na mabaya yote yanaondolewa katika dunia. Tunaingia katika sabato ambayo ni halisi, tunamuona Mungu. Kwa hiyo Mungu akupe neema kuyajua hayo. Ukumbuke kwamba ukisoma Wakolosai 2 mstari wa 16 mpaka 32, hawa ni watu ambao wanawarudisha kwamba usishike, usionje, usifanye hivi, usifanye hivi. Hayo yalikuwa ni kivuli. Kivuli sio kitu halisi. Kivuli ni kitu ambacho mfano wa kitu fulani.
lakini hii ni siku ya waabuduo halisi. Tunaabudu kitu ambacho ni chenyewe, tunaabudu halisi. Katika Yohana 4 pale anasema saa ipo na saa inakuja ambayo ni ya mjumbe wa agano, ambao waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, sio katika siku, sio katika masinagogi, sio katika milima. Akasema kwamba watamwabudu katika roho. Maana nini? Mungu ni roho na sisi tunatakiwa tuingie katika roho. Roho aingie kwetu na sisi tuingie kwake, tukae naye atufundishe na kutujulisha yale yatupasayo kufanya, ili tuingie katika raha ya milele na tuondolewe mabaya yote ambayo yanasumbua katika dunia. Mungu akupe neema kuyajua haya kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen.